kitaifa John Mbadi amefichua kuwa serikali haina mipango yoyote ya kuanzisha kodi mpya katika mswada wa fedha 2026-2027. Akizungumza alipofika mbele ya kamati ya bunge kuhusu bajeti, Mbadi amebaini kuwa serikali inajitahidi kuboresha ukusanyaji wa mapato kwa kuimarisha utendakazi wa mamlaka ya ukusanyaji mapato KRA kupitia mifumo ya kidijitali na kuhakikisha mapato yanakusanywa katika sekta zote muhimu nchini. Thank you very much, Waziri. Member. Akizungumza wakati alipofika mbele ya kamati ya bunge kuhusu bajeti, Waziri wa Hazina ya Kitaifa John Mbadi ametoa taarifa kuwa serikali haina mipango yoyote ya kuanzisha kodi mpya katika mswada wa kifedha wa mwaka 2026 mwaka wa 2027. We are not looking at possibility of increasing tax rates because again there is no difference between this year and last year. Kenyans are the same, the rates are the same. We are looking at possibility of expanding the base. I know this has been talked about a lot and the base is not expanding as we would have expected, and that is why we are putting pressure on the Kenya Revenue Authority, and some reforms will have to take place there. Waziri Mbadi akibaini kuwa serikali inajitahidi kuboresha ukusanyaji wa mapato kwa kuweka shinikizo kwa mamlaka ya KRA ili kuongeza uwajibikaji na kuhakikisha mapato yanakusanywa katika sekta zote muhimu nchini. And we have communicated as much that some changes must be seen in terms of revenue collection, failure to which then we will see how to reform the Kenya Revenue Authority to make it or to align it to the fast moving pace of automation of revenue collection, because one of the biggest challenges that we are facing is that the taxpayers have left us. We are still manual and the taxpayers have really gone digital. So we have to follow them, and that has to be deliberate. Amebaini kuwa ingawaje mapato hayakuongezeka kama ilivyotarajiwa mwaka huu wa kifedha, serikali inajitahidi kuhakikisha hakuna sehemu ya bajeti imewachwa bila fedha, hasa kutokana na ongezeko la upungufu katika bajeti kutoka 4.7% hadi 6.1%. Will this lead to more pending bills? As a matter of fact, we are trying to, one of the causes of accumulation of pending bills, Honorable Mutuse through the chair, has been the late disbursement of exchequer releases, and that is why we are trying to smoothen that and make sure that MDS receive exchequer releases in time to allow them to procure in good time. I know, yes, the expenditure is increasing, revenue is not increasing, but that's why you are seeing the deficit is going up a little from 4.7 to 6.1, so that there is no unfunded part of the budget. So that is what we are trying to do. James Mwangi, Undugu TV.